Mechi kuisha, waandishi wa habari mnamuoji Ali anakuulizeni nyinyi swali. Waandishi wa habari, masaa 24 hapo yamekwisha. Nyinyi mkaji masaa 24 yamekwisha. Akaongeza akasema chumba kinaendelea kufanyaje? Kutembea. Nikajua hii shida. Ogopa sana katika maisha yako mtu asiyejua kutofautisha kati ya tui la nazi na maziwa. Yaonekana mpaka sasa hivi mdogo wangu bado hajajua utofauti kati ya klabu na serikali. Bado hajafahamu mipaka kati ya michezo na serikali. Kwanza nimpe pole sana, lakini pili nimuombe atoke, na imani atatoka. Lakini tatu, lazima nimkumbushe ajifunze, serikali ipo. Kuna muda serikali itacheza na raia wake, na kuna muda serikali ikishaona raia anavuka mipaka, anavunja taratibu na katiba ya nchi, serikali haiwezi kukuacha. Ali ni kijana wangu, kijana mdogo, ni kijana ambaye mimi naamini kwamba ana safari ndefu sana kwenye mpira. Kuna muda lazima ajitafakari na ajifunze kwenye mpira. Kuisemea Dar es Salaam Young Africans hujamaliza. Kuisemea Dar es Salaam Young Africans hauko juu ya katiba. Ukiwa msemaji wa klabu kubwa hiki, lazima ujue kwamba bado katiba ya nchi inahitaji kuheshimiwa, bado mkuu wa mkoa anahitajika kuheshimiwa, bado mkuu wa wilaya anahitajika kuheshimiwa. Leo hii unapokwenda kumzungumzia mkuu wa mkoa, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa ule. Kwa maana kwa mujibu wa katiba, Dar es Salaam Young Africans, Simba Sports ikiingia Tabora, mwenye mamlaka ya kuwalinda, kuhakikisha usalama wao unapatikana usiku na mchana ni mkuu wa mkoa. Huyu lazima umpe heshima yake. Kweli utani upo wa mpira, masiara ya Simba na Yanga bado yapo, lakini bado serikali itabaki kuwa serikali. Bwana Mikondo huyo ameanzisha mjadala huu kwa kuzungumza namna ambavyo analiona ile sakata. Sasa kuna namna ambavyo watu wanaona mbona anafanya interview mbona wanaona kama sasa hivi kumekuwa na fashion kwa viongozi wa serikali wa madaraja kwa mikoa kama hivyo kuingia kwenye hizi trending ama kutafuta mashuhuri na umahiri kupitia vile vya Simba na Yanga. Inakumbushwa kwamba mkoa wa Pamba pale mkoa Mwanza Mtanda na ile kitokeo kama hivi, na Medela akazungumza mengi. Wanaona mbona Medela hajaguswa, mpaka kuguswa Alikamwe. Hii ina maana gani? Mwandishi Isike, na kuheshimu sana. Hapo awali nimesema kuna watu wanashindwa kutofautisha kati ya tui la nazi na maziwa. Sasa unataka kunilazimisha katika kundi hilo na wewe nikuweke moja. Sawa. Utanilia radhi mdogo wangu, lakini katika nia kukufundisha. Sawa. Tukio la mkuu wa mkoa wa Mwanza na tukio la mkuu wa Tabora ni vitu viwili tofauti. Mkuu wa mkoa wa Mwanza alikwenda uwanjani. Mkuu wa mkoa wa Tabora alitoa ahadi, kuahidi wachezaji wake, kama mkifanya vizuri nitakupeni bonus. Ni haki yake kimsingi kuona mkoa wake unafanya vizuri, moja ya kazi ambayo ndiyo aliyepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lile la kuongoza hakupewa kuhakikisha anakwenda Tabora kufanya ulinzi tuna usalama wa mkoa, lakini hakikishe maendeleo ya mkoa yanakwenda vizuri. Moja ya maendeleo ya mkoa, mkuu wa mkoa akiona timu yake inahitaji kufanya vizuri, ana haki ya kimsingi ya kikatiba kuisaidia timu yake kwa sababu iko kwenye eneo lake. Hilo na tukio la Mwanza ni vitu viwili tofauti. Tukio la Mwanza tofauti na la Tabora. Sasa kwa picha ya jumla, achana na mambo ya Simba na Yanga, tumeona msimu huu hata bodi ya ligi walipata kuzungumza wakati fulani Almas Kasongo kwamba wasemaji wapunguze comedy. Hiyo moja, lakini mbili,
Tumeona msimu pia wasemaji wa vilabu vikubwa Simba, Yanga, hata wakati mwingine Azam, Zaka wakiitwa kwenye kamati za bodi ya ligi, kamati za ligi kwa namna moja ama nyingine, kwenye kukosolewa namna ambavyo wanaweka mambo yao. Unafikiri sasa kuna mstari inabidi uchorwe ambao uonyeshe kwamba vijana wanabidi wajue mwisho wapi? Hapa ni kwa mkoa, lakini hata bodi ya ligi kuna wakati nahisi kuna vile vindi sawa kwa wazungumzaji wetu wa hivi vilabu vikubwa na vilabu vingine. Shida mimi nafikiri zinaanzia kwa management za hizi timu. Kwa nini? Simba ni taasisi kubwa, Dar es Salaam Africans ni taasisi kubwa. Ukubwa za hizi taasisi zinahitaji wasemaji wanaofanana na ukubwa wa hizi taasisi. Moja ninachokiamini, wasemaji wa hizi timu, kabla hujaangalia elimu na uwezo wao wa kielimu ukoje, lazima uangalie busara na hekima zao zikoje. Nataka kusema kwamba leo hii unapopewa dhamana kwenda kuizungumzia Dar es Salaam Africans, unapopewa dhamana kwenda kuizungumzia Simba Sports, maana yake lazima ujitambue. Unakwenda kumzungumzia rais, unakwenda kumzungumzia makamu wa rais, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa chama, unakwenda kumzungumzia kila mtu. Maana yake busara na hekima lazima ifanyeje? Ukuongoze. Kwa shida inapoanza, wasemaji wa hivi vilabu lazima wajitofautishe kati ya wao na Kisugu. Shida inayokuja, hawataki kujitofautisha kati ya msemaji na mashabiki. Ziko engo ambazo wasemaji wanatakiwa kuishi na ziko engo ambazo wasemaji wanatakiwa kuziacha, waache mashabiki waendelee kufanyaje? Kusema. Msemaji ni kiongozi, ujue. Kwa hiyo niliwahi kusema ukubwa wa hivi vilabu, lazima tunapoamua kwenda kuwatafuta wasemaji wa hivi vilabu, lazima tuwatafute wasemaji ambao wana uweledi mkubwa kuvisemea hivi vilabu. Leo kama wewe msemaji wa klabu kubwa hutaki kujua mipaka yako, maana yake wewe una shida kwenye kazi yako. Na ndio maana niwapongeze bodi ya ligi, baada ya kuliona hili waliamua kutengeneza kanuni, kuona namna ambavyo wanakwenda kuwadhibiti hawa wasemaji. Kwa lugha rahisi nataka kuniambie Ally Kamwe medali watoshi kwa nafasi waliopewa na vilabu vyao. Unanisemea na kuuliza inatoa wanatosha. Unanisemea. Swali hili la kwako wewe ni zuri. Swali lako ni zuri. Ina maana kwamba wao wamepewa kazi na nani? Na vilabu vyao. Maana yake vilabu unakwenda kuzungumzia management za Simba, management za Yanga. Wao wameonaje? Wewe umesema kwamba nisikilize. Wao waliopewa dhamana wameonaje? Mimi siwezi kusemea hao. Kwa hiyo mimi nimesema wanatosha, sipokuwa mimi napeleka rai yangu kwao. Kwamba inawezekana wakawa wanatosha, mimi napeleka rai yangu kwa management ya hizi timu. Kwamba busara zingatiwe kwa wasemaji wao. Tafasiri kwamba unaona vijana hawana busara, wewe siulizi taasisi hapa. Mtazamo wangu na maoni yangu kwamba nimesema tunapokwenda kuchagua wasemaji katika hivi vilabu lazima tuwatafute watu wenye busara na hekima kwenda kuvisemea hivi. Hayo ni maoni brother. Kwa hiyo kuna kupungukiwa busara na hekima kwa wapi? Inawezekana, na ndio maana Waswahili wanasema siku zote ukiona sheria inawekwa basi ujue kuna vitendo vinafanyaje? Vinafanyika. Wewe umethibitisha, sio mimi, kwamba bodi ya ligi wameweka kanuni. Ndio. Za nini? Za kuadhibiti. Maana yake bodi ya ligi wameona kuna vitendo vinafanyaje? Vinatokea. Maana yake Ally Kamwe na Ahmed Ally Kisugu wanathibitisha kwamba busara zao na hekima zao. Nalisemea. Kwa maneno yako nimesikia hapa, vilabu hivi viwili kwa ukubwa wao, kwa sababu vinasemea nchi, basi viongozi wanapewa nafasi ya usemaji, wajitofautisha na kina Kisugu ndio, wajitofautisha na kina Mwalimu Yanga ndio. Bwana, mimi nafunga kurasa hii na kwenda kwenye kurasa ya Misri. Sasa meza kawa chungu, tuanze kuzungumza machungu.